Mimi naitwa ndugu Guruba Kanuda, ni afisa kodi mkuu, msimamizi wa kodi, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mamlaka ya Mapato imeleta tuzo ya ubunifu kwa wabunifu ambao wataleta mawazo mbalimbali ya kuisaidia mamlaka katika kutanua wigo wa kodi. Labda mmoja anaweza kauliza wigo wa kodi ni kitu gani? Tunapozungumzia wigo wa kodi, tunamaanisha maeneo yote ambayo yanapaswa kutozwa kodi kwa mujibu wa sheria, basi yatozwe kodi kwa mujibu wa hiyo sheria. Lengo kuu la kuja na huu ubunifu ni kupeleka hii ujumbe huu kwa Watanzania ili na wao watuletee mawazo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha huu wigo tunaozungumzia. Kuna vigezo ambavyo vimewekwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata mawazo ambayo yaliyo bora. Lakini kigezo kikuu ni mawazo yale yaletwe na Watanzania wote. Haijalishi una kazi ama biashara ama shughuli yoyote ile. Mandhari una wazo, basi hilo wazo tunalikaribisha. Lakini wazo hilo liwe lina mlengo wa kutanua au kuimarisha wigo wa kodi. Jinsi na namna ya kuwasilisha, tumetengeneza fomu maalum kwa ajili ya uwasilishaji wa hilo wazo. Ukiingia kwenye tovuti ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, upande wa juu mkono wako wa kushoto, utaona fomu inayoeleza mambo ya ubunifu. Kutegemea na lugha uliochagua, ikiwa kwa Kiingereza basi utakuta fomu ya Kiingereza. Lakini kama utachagua Kiswahili basi utakuta fomu ya Kiswahili. Mkawasilisha wazo lako kama mtu binafsi au mkawasilisha kama kikundi, mkajiunga kwenye kikundi chenu cha ama wataalamu au watu wenye lengo moja, mkawasilisha hilo wazo lenu kwenye hiyo fomu, na fomu inaokubalia kufanya hivyo. Mwisho wa kupokea maombi kwa awamu hii ya kwanza, tumeweka mwisho mpaka tarehe 8 mwezi Juni, ndio tutasitisha kupokea mawazo. Baada ya hapo taratibu za michakato ya kulitathmini hilo wazo zitaendelea. Lakini katika uchakataji tunaweza tukashindwa kulielewa wazo lako, kwa hiyo tunaweza tukakupigia simu au tukakuandikia email au tukahitaji kukutana na wewe kwa ajili ya ufafanuzi mbalimbali kabla hatujafanya maamuzi yoyote kuhusiana na wazo lako. Lengo ni kwamba tusipoteze point yoyote, ili tukuelewe vizuri, na tutakapofanya maamuzi basi tufanye maamuzi ambayo tumeyafikia kwa haki. Tumeandaa zawadi zenye makundi makuu mawili: zawadi za kifedha na zawadi ambazo sio za kifedha. Zawadi za kifedha tumeyagawanya kwenye makundi mengine matatu. Zawadi ya juu kabisa ni milioni 50 kwa wazo bora kabisa ambalo tutalipata, ambalo litapata alama kuanzia 90 mpaka alama 100. Zawadi ya pili ni milioni 30 ambayo itapata alama kuanzia 70 mpaka alama 89. Na zawadi ya tatu na ya mwisho kwenye eneo hilo ni ile itakayopata alama 50 mpaka alama 69 ambayo ni thamani yake ni milioni 20. Lakini tuna zawadi nyingine ambazo sio za kifedha. Zawadi ambazo sio za kifedha inajumuisha kutangazwa kwenye mifumo mbalimbali ya TRA, mifumo ya kimawasiliano, na kutambuliwa kama mshindi. Unaweza ukapewa cheti cha kutambuliwa, utapewa tuzo, utapewa ngao ya ushindi na vitu vingine ambavyo tumeviandaa vya kwa ajili ya zawadi. Nitoe rai kwa Watanzania wenzetu ambao wana mawazo na wanatamani kujenga nchi yao kupitia utaratibu huu wa tuzo ya ubunifu. Mlango uko wazi kuingia TRA kwa ajili ya kuleta mawazo mbalimbali ya ubunifu, ili kwamba kupitia wazo lako likikubalika, basi tuweze kunufaika na tuweze kujenga nchi kwa pamoja. Kwa hivyo wananchi wote ambaye ana wazo basi alete, na TRA tutalishughulikia na tutathamini sana mchango wako, na tunawakaribisha wote.